Raia watatu wa Marekani akiwemo Marcel Malanga mwenye umri wa miaka 21 waliohukumiwa adhabu ya kifo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelezwa wamerudishwa nchini Marekani. Mbali na Malanga, wengine ni Tyler Thompson na Zalman Polon, ambapo walipatikana na hatia ya njama za kiuhalifu, ugaidi na mashtaka mengine ambayo waliyakana mahakamani. Hatua ya watatu hao kusafirishwa hadi nchini Marekani na kuja ikiwa ni siku chache baada ya kuelezwa mshauri mkuu wa Marekani kuhusu Afrika Mossad Burns kufanya ziara nchini Kongo. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za vyombo vya habari ikiwemo DW, imebainishwa kwamba baada ya kuhukumiwa kifo hapo awali, watatu hao walibadilishiwa adhabu ya vifungo kabla kuhamishwa kwenda Marekani. Hayo yanajiri huku Kinshasa na Washington zikitarajia kusaini mikataba inayohusisha madini na usalama. Wamarekani hao watatu walipatikana na hatia ya kuwa sehemu ya jaribio la mapinduzi ambalo lilifeli katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa wamerejeshwa nchini Marekani, huku ofisi ya rais wa nchi hiyo ikibainisha. Watatu hao walikuwa miongoni mwa watu 37 waliohukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni mwezi Septemba, kutokana na kuhusika kwao katika mapinduzi yaliyotatizwa. Wizara ya mambo ya nje ilibainisha kwamba inafahamu kuhusu uhamisho wa watatu hao hadi Marekani, huku wataalamu wa kisheria za kimataifa wakisema kufupishwa kwa kifungo chao na Marekani ni jambo lisilowezekana. Kama sehemu ya madai ya jaribio la mapinduzi, makumi ya watu waliokuwa na silaha walishambulia nyumba ya waziri wa uchumi wa wakati huo, Vital Kamerhe, kisha kuendelea hadi kwenye jengo ambalo ni ofisi ya Rais Felix Tshisekedi. Baada ya kupeperushwa kwa bendera ya Zaire, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya dikteta wa zamani Mobutu Sese Seko, ambaye alipinduliwa mwaka 1997, kundi hilo la wanaume lilijirekodi wakitangaza kumalizika kwa utawala huo. Kurejeshwa kwao kunafuatia mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya nchi hizo kuhusu mikataba ya usalama na madini, huku utawala wa Rais Donald Trump ukiwa wazi kwa ushirikiano muhimu wa kimadini. Wizara ya mambo ya nje ililiambia shirika la habari la Reuters mwezi uliopita. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ingependa kwamba Marekani ichukue nafasi kubwa zaidi katika usalama wake juu ya ghasia kati ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda na jeshi la Kongo, ambapo zimekuwa zikiongezeka mashariki mwa nchi hiyo, huku Washington ikitaka kupata upatikanaji mkubwa wa madini ya nchi hiyo ya Kiafrika ambayo hutumiwa katika simu za mkononi na magari ya umeme. Ni moja kati ya habari ambayo imewagusa wengi kutokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu raia hao watatu wa Marekani kurudishwa nchini kwao baada ya adhabu ya kifo katika mahakama ya kijeshi kutolewa juu ya sakata lao la kutaka kupindua serikali ya Kongo. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi.